Ni desturi ya makabila mbalimbali kuwapa tiba ama kuwasaidia watoto waliochelewa katika hatua mbalimbali za ukuaji. Mathalani pale ambapo mtoto huwa ametimiza umri wa kuweza kutembea lakini bado hana nguvu za kutembea, hupewa dawa ama kuna namna ambayo hufanyiwa ili kumsaidia, na hapa leo tunaangalizia utaratibu huu ulivyo katika kabila la Wagogo. Katika kabila yetu sisi ambao wazazi, mtoto akichelewa kutembea hivi, labda unaweza ukachukua mtoto kachelewa kutembea, labda kutokana na umri wake umeshaenda sana, unaweza ukachukua mfagio ukampiga nao mtoto akapata kutembea. Pia kama ikiwa sio hivyo, kuna wadudu wanaitwa nyakongo wakubwa hivi kama sungusungu, ila yenyewe ni wakubwa zaidi. Unaweza ukamweka hapo, nyakongo zikamng'ata, mtoto akatembea. Kama mfano hivi, kuna mdogo wangu mimi alichelewa kutembea sana, maneno yote anayaongea, lakini ilipofika stage mama yake hakuwepo kwa kweli, maana angekopo sidhani kama angekubaliana na hilo tukio. Mama yake hakuwepo, mamangu mdogo ndo akamchukua akaenda kumtenga kwenye nyakongo. Mtoto alilia mpaka alinyanyuka mwenyewe na kutembea na kuondoka. Kwa hiyo yani mara nyingi inatokea hivyo, au wengine wanachukuaga nani mchi huu wanamweka mtoto wanamrukisha mtoto, yani hivyo tu inavyo. Lakini katika kabila hili la Wagogo mila hii huweza kufanana ama kutofautiana na makabila mengine, na pia katika kabila hili la Wagogo kuna mila zinazotofautiana pia. Inategemeana na kabila la mtu, ila si tukichelewa kutembea tunamwacha tu atatembea yeye mwenyewe, ila wapo wengine waga wanatumia dawa, wengine wanawachanja, wengine wanawekea, kuna vidudu vile vinaitwa sungusungu ndo waga wanawapaka miguuni. Yani kikubwa ni imani. Kama hauna imani haikitofanya kitu chochote, kwa sababu hata kama ukiwa unajua kuna mila zingine labda wenyewe wanavyofikiria kwamba nikifanya hichi kitu fulani mtoto anakuwa labda hivi. Kwa mfano labda mtoto akipata degedege, mwingine anakwambia yani mtoto labda naweza nikamweka sehemu fulani nikamfanyia hivi, au nikachukua ungo nikampepea pia ika nini. Yote hizo ni mila za Kigogo. Kwa hiyo ni imani tu, kikubwa ni imani. Ukiwa na imani ukifanyia mtoto pia anakuwa sawa. Hizi ni baadhi tu ya mila katika kabila hili la Wagogo. Kwa baadhi yao wamekuwa na utamaduni huu kutokana na imani. Hata wenyeji wanasema inasaidia kwa kiasi kikubwa, hasa katika swala la ukuaji wa watoto.